Hello creations of God, natumaini mko salama. Leo nataka tusome neno hili kuhusiana na sikukuu ya Disemba 25. Najua watu wengi mnajiandaa, mmeshafanya decoration and everything. So nataka tusome neno la Mungu tupate kujua kweli ambayo imejificha katika Disemba hii ya tarehe 25. Nitasoma Luka 1 mstari wa 26. Unasema mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariam. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi babaye. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariam akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu wa 6 kwake yeye hataitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariam akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. So tunaona kwamba mwezi wa 6 malaika Gabriel alimtokea Mariam. Kwa tukihesabu mwezi wa 6 according to the Bible mpaka mwezi wa 9, ni mwezi wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12, wa kwanza, wa pili, wa 3. Mwezi wa 3 ndipo Yesu aliweza kuzaliwa according to the Bible. Mwezi wa 3 ndipo Yesu aliweza kuzaliwa. So nataka nyinyi wa Kristo mjiulize, na mimi pia nijiulize, what are we celebrating December? Kwa sababu tunaambiwa Disemba ndiko Yesu ambako alizaliwa, lakini Biblia inatuambia tukicount kuanzia mwezi wa 6 ambao malaika Mikaeli aliapia kwa Mariam, ina maana mwezi wa 3 ndipo Yesu amezaliwa. So nilikuwa sipendi mimi kucelebrate hizi sikukuu, and Mungu kaniambia this year kwamba I don't want you to celebrate Christmas, na nataka uambie watu wangu wasi celebrate Christmas, kwa sababu hawani celebrate mimi, wana celebrate pagan holidays, wana celebrate demonic holidays. That's why it's called Christmas holiday. Na akaniambia kwamba asira yangu iliwaka ukisoma kwenye kitabu cha Musa alivyokuwa akiwavusha wana Israeli. Musa alikuwa akiongea na Mungu kwenye mlima, wakazani kwamba Musa amewakimbia, so akadecide kutengeneza sanamu ya mnyama, wakawa na mabudu kwamba ndiye Mungu wao. Asila Mungu iliwaka, na hata Musa alikasirika, ilibidi Musa afunge 40 days dry day and night to make sure kwamba Mungu anawarehemu wana wa Israeli. So Mungu ana machukizo na sanamu. Na ukiangalia kwenye Christmas kuna mnyama ambao wanasema anaapia kipindi cha winter. Wanamdecorate pia kwenye nyumba, kwenye ile Christmas tree. Those are idols. Ukisoma kwenye maagizo ambayo Mungu alikuwa anamwambia Musa kwamba wasiabudu sanamu, lakini tunaabudu sanamu. Tumetengeneza mti ambao wa Christmas tree, demonic tree. Kuna Santa pale, ambayo Santa historia yake wanasema alikuwa ni mtu ambaye anawapa watoto zawadi usiku wa saa 6 kabla ya kuamkia siku ya Christmas. So you see how this story is very demonic. Na Santa alifariki siku ya December 6. Kwa hiyo wao pia wanasema wao wanamsherehekea kwenye December. So December, ukienda kwenye Google ukiangalia December, ni full of demonic holidays ambazo zina happen kwenye December. Those things start from the Catholic Rome. You understand? So Mungu anasema stay away from this demonic celebration. The most demonic celebration is Christmas.
that we celebrate for Jesus, but it's not true. Hatumsherekei Yesu, tunasherekea sherehe za kishetani, na tuna decorate nyumba zetu, tuna allow yote yale majini, tuna allow. Unajua, the more you prepare things, the more you invite things inside. So we prepare, we decorate and stuff like that. Tukifikiria kwamba tuna decorate kwa ajili ya Mungu, lakini it's not true. Tuna decorate kwa ajili ya kuinvite those demonic spirit in our house, for those decoration, for those animals, for these trees, for those whatever you decorate. So Mungu ana hasira sana kuhusiana na hizo sikukuu ambazo, thank you Holy Spirit, ambazo tunasaidia. Na pia Mungu akazidi kunifundisha, Roho Mtakatifu akazidi kunifundisha kuhusiana na what we are doing when we are celebrating these holidays. Anasema ni kama kile kikombe cha Mafarisayo ambacho kilioshwa nje lakini ndani kichafu. So tunapokuwa tuna celebrate, hizi ni kama tu kile kikombe cha Mafarisayo, kwa sababu wamwabudu Mungu, wanamwabudu Mungu katika roho